Wakati huu wa jioni nataka nizungumze na wewe msingi wa mafanikio ya mtu katika Mungu. Tunaposema tunataka kufanikiwa, watu wengi huwaga wanatafsiri mafanikio kama vitu, mali na vitu au possession, material things, yani vitu vinavyoonekana. Yaani kimsingi mtu anayemjua Kristo, tunaposema msingi wake wa mafanikio ni upi, atuhesabu mafanikio ya mtu kutokana na wingi wa vitu alivyo navyo. Jambo la kwanza ni kumjua Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ili useme umefanikiwa, jambo kubwa sana ambalo unatakiwa kulijua kama umefanikiwa ni je, umemjua Baba na umemjua Mwana na umemjua Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 17, Kristo Yesu anawaambia wanafunzi wake, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu Kristo akizungumza mambo haya, Roho Mtakatifu alikuwa hajaja duniani, ndio maana hakumtaja hapa. Lakini jambo la tatu ni wamjue Baba, Mwana aliyetumwa na Baba na Roho Mtakatifu. Ukiwa unamjua Baba na unamjua Mwana na unajua Roho Mtakatifu, na ninaposema umjue Baba ni kujua how does God operates, Mungu anafanyaje kazi. Jambo la pili na la muhimu sana la kujiuliza, je, wewe unayesema umefanikiwa, je, umejijua wewe ni nani katika yeye aliyekuita? Mathayo 16:15 na mstari wa 20, hapa anazungumza habari ya Yesu. Petro alipata neema ya kujua, ufunuo wa kumjua Kristo ni nani. Ukijijua wewe ni nani, kuna mambo makubwa sana, na si tu kujijua kwamba wewe ni wa kiume ama ni wa kike, kujijua wewe ni nani katika Mungu. Mungu anakuita kama representative wake. Unajua mtu anayejijua, tuna mawaziri kama taifa letu la Tanzania, tuna mawaziri vijana, tuna waziri wa mambo ya nchi za mambo ya ndani wa nchi yetu ni kijana bado. Waziri yule anaitwa Katambi ni kijana mdogo kabisa, lakini anapozungumza haongei kama yeye, haongei kama Mr. Katambi, haongei kama kaka Katambi, haongei kama bwana mdogo Katambi, anaongea kama waziri wa mambo ya nchi ya ndani ya taifa la Tanzania, na ana mamlaka juu ya makamanda wote wa jeshi la polisi, juu ya makamanda wote wa jeshi la juu ya makamanda wote wa jeshi la zimamoto, juu ya makamanda wote wa magereza. Hawa makamanda wote wenye vyeo wote wako chini yake, anaongea kama bosi wao, anawapa maagizo. Ukijijua wewe ni nani, kuna vitu katika yeye anajijua. Mheshimiwa waziri anajijua yeye ni nani katika taifa la Tanzania, katika rais aliyemteua. Hilo ni jambo kubwa sana, kujijua wewe ni nani. Lakini jambo la tatu ni kujua kusudi la kuumbwa kwako. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 10 na 11 anazungumza habari, ameweka hiyo milele ndani ya maisha ya watu, lakini watu wameshindwa kuligundua lile kusudi ambalo Mungu amewaita. Nimemtolea mfano mheshimiwa waziri, anajua yeye ni waziri wa wizara fulani, anajua mipaka yake, miisho yake, si kwa sababu ni waziri kila mahali. Anajua yeye ni waziri kwenye wizara fulani na anajua miisho ya mamlaka na amri yake. Kwa hiyo ukijijua wewe ni nani katika yeye aliyekuita na kusudi la kuumbwa kwako, kuna mambo kwenye ulimwengu huu hayatakushinda. Bwana akubariki sana. Amina, amina. Shalom, shalom. Ubarikiwe na Yesu. Amen.